Karibu msikilizaji katika Makala TV. Mimi msimuliaji wako ni Charles, na karibu tuweze kufahamu wahalifu, matapeli na wadukuzi wenye akili zaidi duniani kuwahi kutokea. Awali, kabla ya yote, ningependa uweze kusubscribe channel hii ili uweze kupata makala tofauti mbalimbali na ni nyingi kweli kweli. Mhalifu wa kwanza anakwenda kwa jina la Mark DeVries. Huyu ndiye mtu mwenye talanta kubwa zaidi ya uvujaji wa gereza katika historia. Akiwa na umri wa miaka 19, alifungwa gerezani na ikawa jinamizi kwa walinzi wote wa magereza nchini Marekani. Katika miaka 35 ya maisha gerezani, aliteswa na walinzi wa magereza na kudhulumiwa na wafungiwa. Alitoroka mara 13 na kufaulu mara 7. Jambo lisilofikirika zaidi ni kwamba hukumu yake ya awali ilikuwa miaka 4 tu. Lakini kwa sababu kila mara alitoroka jela, hukumu ya mwisho iliongezwa hadi miaka 105. Mtu wa pili ni Victor Lustig, mtu ambaye aliuza mnara wa Elmara 2, mnara ambao ulikuwa unapatikana pale Paris. Watu wengi huwa tunaona mnara huu wakati tukiangalia filamu mbalimbali za Kifaransa. Inaaminika kuwa kashfa kubwa zaidi katika hadithi ya ulimwengu ambayo mtu wa kulaghai alijiondoa. Kitabu cha The Handsome Devil kimeongozwa na maisha ya Victor Lustig. Alichukuliwa kuwa mdanganyifu zaidi na mwenye ujasiri zaidi. Ilikuwa mwaka wa 1925 na Victor Lustig alikuwa ameketi katika chumba chake cha hostel ya Paris akisoma makala ya gazeti kuhusu mnara wa Eiffel na jinsi serikali ilikuwa ikipata shida kupata fedha za matengenezo yake. Hili lilimpa wazo Victor kuuza, na alifanya hivyo mara 2. Mtu wa tatu ni Frank William Abagnale Jr. Alifanya shughuli zake za uhalifu akiwa na umri wa kati ya miaka 16 na 21. Ndani ya kipindi hiki aligushi leseni yake udereva ili aonekane mzee wa miaka 10, kisha akafungua akaunti kadhaa za benki kwa kutumia vitambulisho tofauti. Ili kuondoa mashaka wakati akigonga aligushi hundi, aliamua kuwa rubani. Aligushi leseni ya rubani na kitambulisho cha mfanyakazi. Aligushi hundi za benki zenye thamani ya dola milioni 2.5 katika nchi 26 alizosafiri kama rubani. Muda mfupi baada ya kuacha kufanya kazi kama rubani, alihamia Georgia ambako alikuwa daktari wa watoto. Aliacha baada ya karibu kumuua mtoto, kisha akaendelea na kazi ya wakili akidai kuwa amehitimu kutoka Harvard. Alipokamatwa mwaka 1969, nchi 12 zilitafuta kurejeshwa kwake. Akiwa gerezani alijifanya mkaguzi wa siri, na hii ilimfanya apate matibabu maalum. Yeye ndiye chanzo na wazo la filamu ya The Catch Me If You Can. Mtu wa 4 anaitwa Natwarlal Mithilesh Kumar Srivastava. Alikuwa wakili ambaye aligeuka kuwa muhuni mkuu wa Kihindi. Aliuza makaburi ya thamani ya India na kuwadanganya wafanyabiashara wakubwa kwa urahisi. Aliuza taji mahali mara 3 na hata bunge la India pamoja na wajumbe wake 545 walioketi kuwashawishi wageni kwa kujifanya afisa wa serikali. Alikamatwa mara 9, lakini kila mara alifanikiwa kutoroka. Hata alidanganya kifo chake mara 2. Mtu wa 5 ni Dan B. Cooper. Dan B. Cooper ni jina ambalo vyombo vya habari vilitumika kumrejelea mtu asiyejulikana ambaye aliteka nyara ndege ya Boeing 727 karibu na Seattle mwaka wa 1971.
Aliondoka na kiasi cha fedha cha shilingi $200,000 za pesa za fidia kabla ya kupalamia kwa njia isiyojulikana. Mwanaume huyo hajawahi kutambuliwa mpaka sasa. Mtu wa sita ni El Chapo. Joaquin Archibaldo Guzman Loera, anayejulikana kama El Chapo, alitoroka gerezani lenye ulinzi mkali si mara moja lakini mara mbili kwa mafanikio kwa mashtaka ya mauaji, utekaji nyara na ulanguzi wa dawa za kulevya. Alikamatwa kwa miaka 20 mnamo mwaka 1993 na kuwekwa katika jela ya Mexico. Alipokuwa tajiri sana kwa mafanikio ya chama chake, alihonga takriban milioni 2.5 kwa maafisa wa magereza na kutoroka kwa urahisi mnamo mwaka 2001 Januari 19. Alikamatwa tena tarehe 22 Februari 1944. Wakati huu aliwekwa katika gereza la pekee sana na hakupata anasa zozote. Aliweza kutoka kwa muda wa saa moja tu kwenye chumba chake cha gereza na walinzi pia hawakuruhusiwa kuzungumza naye. Ilikuwa kutoroka. Wakati huu watu wake walinunua ardhi umbali wa maili 0.7 kutoka gereza na kuanza kujenga handaki hadi eneo la kuogea la gereza la El Chapo. Mnamo tarehe 11 Julai 2015 saa 9 jioni, El Chapo alionekana akielekea eneo la kuogea na kutoweka haraka. Mtu wa 8 ni Pablo Escobar. Escobar alizaliwa mnamo mwaka 1949 huko Antioquia, Colombia. Mama yake alikuwa mwalimu wa shule, baba yake alikuwa mkulima. Pablo alikuwa na tamaa tangu mwanzo na alikuwa akiwaambia marafiki zake kwamba atakuwa milionea wakati akiwa na umri wa miaka 22. Kufikia miaka ya 1980, Escobar control na kumiliki 80% ya cocaine kwenye Marekani. Shirika hilo lilihamisha tani 70 hadi 80 za cocaine nchini kwa mwezi. Katika kilele cha utawala wake, Pablo Escobar alikuwa akitengeneza dola milioni 420 kila wiki. Escobar alitumia takriban dola 2,500 kwa mwezi kununua laba kwa pesa zake. Kuanzia 1987 hadi 1993, Escobar aliweka orodha ya Forbes ya mabilionea wa kimataifa. Mnamo 1989 aliorodheshwa kama mtu wa 7 tajiri zaidi ulimwenguni. Mtu wa 9 ni Hush Puppy. Wakati Ramon Hush Puppy Abbas alikamatwa pamoja na matapeli wengine 11 wa Nigeria, polisi walikamata karibu dola milioni 40 na diski zenye anwani za karibu waasiliwa milioni 2. Kukamatwa huko kulikuwa sehemu ya uchunguzi wa FBI wa Marekani uliopewa jina la Foxhound 2, ambayo ilifichua Hush Puppy kuwa mmoja wa watu wakuu wanaoendesha ulaghai wa maelewano ya barua pepe ya biashara, yani BEC. Hizi ni aina za ulaghai wa mtandaoni unaohusisha udukuzi wa barua pepe za kampuni na kutuma ujumbe gushi kwa wateja ili kuelekeza uhamisho wa fedha na kuiba maelezo ya benki. Polisi walitumia akaunti za Abbas za Instagram na Snapchat kufuatilia na kuwathibitisha aliko na kusanya ushahidi wa kumfungulia mashtaka. Inaaminika tayari aliwalaghai waasiliwa wake zaidi ya dola milioni 24. Awali ya yote, usisahau kusubscribe channel hii ya Makala TV ili uweze